biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya na viongozi wengine serikalini wamefika katika uwanja wa michezo wa Mumias Sports Complex kukagua uwanja wa maandalizi ya uzinduzi rasmi wa mpango wa serikali kuwawezesha vijana nchini wa Nyota unaotarajiwa kufanyika hiyo kesho. Mwandishi wetu wa habari Violet Auma anaungana nasi kwa njia ya simu. Violet. Asante sana, tunakujeni moja kwa moja kutoka uga wa Mumias Sports Complex. Sehemu hii ndio kutakuwa na mkutano hiyo kesho ambao kutazinduliwa rasmi mpango wa serikali wa kuwawezesha vijana hapa nchini Kenya. Ilikuwa ni mpango wa Nyota. Kama unavyoona nyuma yangu, maandalizi yanaendelea kwa sasa. Vijana, watu wameweza kujitokeza tu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, chuma zinaweza kuunganishwa, vile vile kumeweza tu kuwekwa sehemu ambayo mkutano huu utaweza kufanyika, na waziri wa vyama vya ushirika na vile vile biashara ndogo ndogo ambaye ni Wycliffe Oparanya ameweza kufika pamoja na viongozi wengine akiwemo mwenyekiti wa bunge hapa nchini Kenya Bernard Shinali na mbunge wa eneo hili Johnson Naika. Wameweza kufika kuhakikisha kwamba kukagua hafla hii ama shughuli hii, kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kinatarajiwa hiyo kesho kiko sawa kabisa, na tunaungana na waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kuweza kuzungumza nazi kuhusiana na shughuli ya kesho. Kesho tunatarajia nini? Kesho tunatarajia wale vijana ambao wamequalify kuwa wafanya biashara karibu 13,000 watakuwa wanakutana hapa kutoka kaunti 4 za magharibi mwa Kenya, kaunti ya Kakamega, Bungoma, Vihiga na Busia. Wote watakutana hapa, wamepitia ile training ambayo wamefanya, wako hapa. Ni kesho tunatarajia rais wetu ndiye atakuwa mgeni wa heshima kusundua hii project katika Kenya mzima, hapa Mumias, Kakamega County. Kwa jumla tunazungumzia vijana wangapi ambao wananufaika? Kesho tunatarajia vijana karibu 13,000, na hii ni muungano ya vijana kutoka historia ya nchi hii kuwa pamoja kwa shughuli moja tangu tupate uhuru. Kwa hivyo vile mnaona, serikali inafanya kazi yake kuona ya kwamba kila mwananchi anafanya biashara, na kufanya biashara ndio uchumi wetu utakuwa kwa haraka. Yes. Malengo makubwa ya huu mpango, maana najua kwamba ukiangalia katika idadi ya wale vijana ambao hawana kazi hapa nchini Kenya ni wengi tu, malengo makubwa haswa yalikuwa ni yapi kwa kuanzisha huu mradi? Wacha nikwambie, hii mradi ni ya miaka 5. Tayari tumeimaliza miaka 2. Miaka 2 ilikuwa kuwa na concept paper, tujue mpango iko, na hii sasa ni mwaka wa pili. Mwaka wa pili inaishia, mwaka 3 tunaanzia mwaka ujao, na hii project ni ya miaka 5 na jumla ya shilingi bilioni 20 zitatumia kwa hii mpango, na tumepata fedha kutoka kwa serikali ya Kenya na pia mkopo kutoka kwa Benki ya Dunia ina support hii project. Nia ya hii project ni kuona ya kwamba vijana wetu wale ambao wako chini ya miaka 29 kuanzia miaka 18 kufika 29 wanapata ujuzi wa kufanya biashara. Because kufanya biashara, pia ukifanya biashara unaweza kuandika wenzako. Kwa mfano, ukiwa na duka mpaka utataka watchman wa kulinda hilo duka lako. Ukiwa na watchman, ukikuwa hapo na duka likiwa kubwa, utataka mtu wa kusaidia kule counter. Utataka ule mtu wa kuleta bidhaa kutoka kwa malori hapo nje kuweka ndani. Na hapo kila mtu atakuwa na kitu ya kufanya. So jukumu la hii mpango ni kuona kwamba wale vijana wetu ndio wengi sana hawana kazi, wana kitu ya kufanya. Wanaweza kufanya biashara, na pia wakifanya biashara wanaweza kuandika wengine na kusupport wengine. Sawa sawa. Asante, tutazungumza nawe baadaye kidogo. Acha tuzungumze na mbunge eneo hili. Najua kwamba eneo hili kumekuwa na kampuni ya sukari ya Mumias. Vijana wengi pia wamekuwa na tatizo la ajira. Mpango huu kwa kauli yako ni ipi, mbunge wa hapa? Mambo ya Mumias Sugar. Mpango huu wa Nyota. Wa Nyota, vile mwaziri amesema, unajua hii ni pilot. Mwanzo iko na stages 1 2 3 4.
Kwa hivyo ina stages, hii ni stage 1 ameanzisha hapa. Nataka kushukuru rais na waziri ambaye aliconvince yeye pamoja na sisi alete hii kitu ianzishe hapa. Na unajua kuleta vijana 13,000 pamoja waanze biashara. Na si kuanza biashara peke yake, wametrainiwa vile wanaanza na pesa kidogo kidogo. Kwanza unajua mambo ya business, unaanza na pesa kidogo ukienda juu. Ni kitu ambao ni ya maana sana. Tunajua sasa kama ni vijana 13,000, wakati tutakuja second stage, pengine waziri vile ameniambia napanga, pengine 50,000. So by the time miaka 3 inaisha, vijana hata kama wapati kazi wote, lakini wengi sana watakuwa wako na mahali wanashikilia, wanapata mapato ya kila siku. Na sisi pia kama wabunge, vile nilikuambia, kama sasa wana pesa yao na wanataka biashara, sisi tunaweza kuwapatia kwa support. Sasa kidogo, acha dakika moja tafadhali, kama unaweza niruhusu niweze kuzungumza tu na mwenyekiti wa wabunge hapa. Itakuwa ni mbaya sana tukimaliza kabla ya kuzungumza naye. Kuhusiana na kauli yako kuhusiana na Nyota program. Program hii ya Nyota ni mpango mzuri sana ambao umekuja na serikali na World Bank kuhakikisha ya kwamba tunahusisha vijana katika ujenzi wa taifa na wao pia waweze kujitengenezea kazi na kuandika wengine. Nataka kuhimiza vijana wetu wa hapa, wale beneficiaries, wale watapata hizi pesa, wasiziangalie ni kama pesa za bure. Pesa inapokuja ikifika kwako kwa mfuko yako, ni vile utaitumia ndio ina maana. So nataka kuwahimiza ya kwamba ukiona kila wakati wanasema watu wanaenda kutafuta kazi ng'ambo, si kazi tofauti. Bora unajua jinsi ya kuzalisha pesa. Ule anafanya ofisini na ule anafanya biashara, wote wanatafuta pesa. Kama unaweza zalisha pesa, umejiandika na utaandika wengine. Sawa sawa, ni kauli ya mbunge ambaye vile vile ni mbunge wa Ikolomani na vile vile tu kiongozi ama mwenyekiti wa wabunge hapa katika kaunti ya Kakamega, wakizungumzia kuhusiana na mkutano unaotarajiwa hiyo kesho. Na hivyo basi walivyosema, maelfu ya vijana wataweza kunufaika na mpango huu ambao kwao watapewa shilingi 50,000 ili kuweza kuanzisha biashara zao. Narudisha kwako studioni, naitwa Violet Auma. Asante sana Violet Auma, mtazamaji kutoka Kakamega. Sasa tuelekee madukani.